Tumekuwa na kundi la watu ambao unywaji wa energy ni mchana, ni usiku, ni asubuhi. Wanalala na energy, wanaamka na energy. Hata habari ya unywaji wa maji sasa inakuwa ni historia kwao. Lakini unajua vinywaji hivi vinataka kiasi, au unajua unywaji huu wa vinywaji hivi unaweza ukaleta madhara gani kwenye mwili wako? Vinywaji hivi vya energy ni vinywaji ambavyo vina viambato kama vile kafeini nyingi, sukari nyingi na stimulant zingine kwa ajili ya kuleta stimulation kwenye mwili wako. Ingawa vinaweza kuongeza nguvu kwa muda mfupi, vinaweza pia vikawa na madhara kadhaa kwenye afya ya mhusika. Ndio maana kama umefuatilia zaidi, hata kwenye vinywaji vyenyewe kuna tahadhari mbalimbali ambazo zinatolewa kwa watu ambao wanatumia vinywaji hivi. Lakini nikuchambulie kidogo kwenye video hii kuhusiana na madhara ya energy drinks kama unapenda vinywaji hivi. Lakini kabla ya kuendelea na video hii, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata makala za staili hii kila tunapozitoa. Madhara ya energy drinks. Kitu cha kwanza, nimezungumza moja kwa moja kwa habari ya moyo pamoja na shinikizo la damu. Unywaji mwingi wa vinywaji hivi unaweza kuongeza mapigo ya moyo, yani palpitations. Lakini pia unaweza kuongeza shinikizo la damu. Lakini pia kwenye mfumo wa neva unaweza kuleta msisimko kupita kiasi. Lakini pia unaweza kusababisha madhara mengine kama vile kukosa usingizi, baadhi ya watu kupata hali ya kutetemeka na kadhalika. Lakini pia kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, wako baadhi ya watu ambao wanapata effect mbalimbali kama vile maumivu ya tumbo, kichefuchefu. Lakini pia wengine wanakutana na hali ya acid kuongezeka tumboni, ikiwemo effect ya baadhi ya vitu mbalimbali, ikiwemo vinywaji hivi ambavyo nimevitaja. Lakini pia vinywaji hivi unatakiwa ujue kwamba vina sukari nyingi. Kwa sukari hii inakuweka kwenye hatari zaidi ya kuongezeka kwa uzito au kuwa mnene zaidi. Hapa nazungumzia habari ya obesity and overweight. Lakini pia huongeza hatari ya kuwa tegemezi au addiction kwenye vitu hivi. Ndio maana utakutana na mtu sasa pasipo kunywa energy haelewi nini kinaendelea. Mtu huyu anawaza energy wakati wote. Hapa tunazungumzia sasa habari ya addiction, athari za utegemezi. Mwili unaweza kuzoea kafeini nyingi, hali ambayo itamfanya mtu huyu kuhitaji kunywa mara kwa mara. Kwa mtu huyu anakuwa tegemezi au anapata kitu tunaita addiction kwenye vinywaji hivi. Ndio maana sasa pasipo kinywaji hichi anaona mambo hayaendi vizuri. Lakini pia dalili zingine, unaweza kupata maumivu ya kichwa, hali ya uchovu na kadhalika. Lakini nitoe angalizo, liko kundi ambalo haliruhusiwi kabisa kunywa vinywaji hivi vya energy. Nitataja vizuri kwenye video hii. Kundi la kwanza ni watoto na vijana ambao wana umri wa chini ya miaka 18. Mfumo wa mwili bado haujakomaa vizuri, haujaweza kuwa na uwezo wa kushughulikia vizuri kafeini nyingi mwilini. Kwa hiyo ushauriwi sana kutumia vinywaji hivi kama una umri mdogo. Lakini pia kundi la pili ambalo hawaruhusiwi kabisa kutumia energy ni wajawazito pamoja na wanaonyonyesha. Kafeini iliyopo ndani ya vinywaji hivi pamoja na stimulant na viambato vingine vinaweza vikaleta athari kwa mtoto aliye tumboni au kupitia maziwa kwa wale ambao wananyonyesha. Lakini pia watu wenye matatizo ya moyo huruhusiwi kabisa kutumia vinywaji hivi kama una matatizo ya moyo. Lakini pia kama una matatizo kama vile pressure, unashauriwa pia kuzingatia hali yako na kuto kutumia vitu kama hivi, maana vinaweza vikasababisha hali yako kuwa mbaya zaidi. Lakini watu wengine ni wale ambao wako kwenye kundi la watu wenye matatizo ya akili au afya ya akili. Kama una matatizo ya akili, energy drinks hazikufai kabisa. Lakini pia kundi lingine ni wagonjwa wa kisukari. Kwa sababu ya sukari nyingi ambayo inapatikana ndani ya vinywaji hivi, inaweza kuleta madhara zaidi na kuongeza hali yako ya ugonjwa kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo kama una ugonjwa wa kisukari, epuka matumizi ya vinywaji hivi vya energy. Lakini pia wako baadhi ya watu ambao wanatumia baadhi ya dawa, mfano dawa za moyo, dawa za matatizo ya akili, zinaweza zikaingiliana vibaya na kafeini ambayo inapatikana ndani ya vinywaji hivi. Kwa hiyo hali ikazidi kuwa mbaya. Lakini pia tahadhari nyingine muhimu niitoe, usichanganye energy drinks pamoja na pombe. Wako baadhi ya watu ambao wanapenda kuchanganya mambo sana. Hii inaongeza hatari kubwa zaidi kwenye moyo wako pamoja na ubongo.
Lakini kwa kuhitimisha tu katika video hii, energy drinks sio kwamba ni mbaya kabisa, lakini hutakiwi kutumia kwa kiasi kikubwa. Lakini pia wako baadhi ya watu ambao kama nilivyotaja hawaruhusiwi kabisa kutumia. Kwa tumia kwa kiasi kidogo sana kama unatumia, kwa tahadhari kubwa sana. Lakini kwa baadhi ya makundi ambayo nimeyataja, mfano watoto, wajawazito, wenye magonjwa ya moyo, wenye ugonjwa wa kisukari, usitumie kabisa vinywaji hivi. Havikufai, sio salama kwako. Ni matumaini yangu kwamba makala hii imekufundisha kitu walau kidogo. Lakini nikukumbushe, ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii, ili uendelee kufurahia makala za staili hii na kupata elimu mbalimbali za afya kila tunapozitoa. Asante.